Amjambo kwa watoto wote wa Kivu, Katanga na watu wote wanaotusikiliza. Hii leo tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025, donc le 28 mars 2025, katika jiji la Goma, mkoa wa Kivu wa Kaskazini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tumeona kumesainiwa mkataba kati ya jeshi la M23 ambao ni wahasi wanaotaka kuitoa serikali ya Rais Felix Tshisekedi madarakani, na jeshi la SADC ikijumuishwa jeshi la wananchi wa Tanzania, jeshi la ulinzi wa Afrika Kusini, jeshi la Malawi na jeshi la Zambia, ambao wamejikuta wapo katika jiji la Goma baada ya jiji la Goma kutekwa na wahasi hao wa M23. Jiji la Goma baada ya kutekwa na jeshi la M23 na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukimbia jiji na kuliacha hilo jiji katika mikono ya wahasi, wanajeshi wa SAMI DRC ambao ni wanajeshi wa SADC walijikuta wamezungukwa na hawana chochote kile cha kufanya. Leo tarehe 28 wanajeshi au wa SADC wamesaini mkataba na jeshi la M23 ambao lilikuwa naongozwa naye kiongozi wao wa kijeshi ambaye ni General Makenga na General Bernard Biamungu, kwa ajili ya kutaka jeshi la SADC liondoke katika jiji la Goma na waache kila kitu cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapo Goma ifahamike kwamba wanajeshi wa M23 walipoliteka jiji la Goma walikuta vitu vingi sana vilivyoachwa na jeshi la Kongo: zana za kijeshi, vifaru, ndege za kijeshi, vifaa vya kijeshi, combat za jeshi na vitu vingi sana ambavyo jeshi la Kongo liliacha katika jiji la Goma na kukimbia kwenda katika mji wa Bukavu ambao ulikuja kutekwa siku chache baadaye. Sasa hii leo wanajeshi wa SADC hawana njia nyingine ambayo wanaweza wakatoka. Sasa ndo leo walikuwa na saini mikataba ya kusema kwamba uwanja wa kimataifa wa ndege wa Goma ufunguliwe ili wapate kutokea hapo. Ifahamike kwamba katika uwanja huo wa kimataifa wa Goma kuna vitu vingi ambavyo vilitegwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya wao kuondoka. Sasa kwa hiyo hivyo vilipuzi ambavyo vilivyotegwa katika kiwanja hicho cha ndege vinatakiwa kwanza kuondolewa, afu wanajeshi wa SADC ndege zao zije kudema na kuangalia kurudisha wa Tanzania kwao, wa South Africa kwao, wa Malawi na wa Zambia na kadhalika. Uwanja wa kimataifa wa ndege hapo jijini Goma una ulinzi wa M23 na hao wa SAMI DRC, ina maana SADC. M23 wanaangalia upande mmoja wa uwanja wa ndege na SADC wanaangalia upande mwingine. Ila wamekubaliana nini hawa watu leo? Wamekubaliana kwamba zana zote za kijeshi za SADC, yani SAMI DRC, ya Tanzania, wa Saudi, wa Zambia, wa Malawi, wataondoka na vitu vyao. Ila chochote kile kinachohusika na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watakwenda kuviacha katika mikono ya M23. Kama vile nilivyowatajia, kuna vifaru vya kijeshi, kuna combat za kijeshi, kuna silaha na vingine vyote, na ndege za kijeshi, ndege za vita, ndege ya vita ambayo inaitwa aina Sukhoi, vyote vitakwenda kuachwa katika mikono ya M23. Ifahamike kwamba vifaa ambavyo M23 alivipata pale Goma ni vifaa ambao anaweza kufanya navyo vita hata kwa miaka 5, kwa sababu Goma kulikuwa ngome kubwa sana ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi ya wanajeshi 40,000 ambao walikuwa pale Goma, na vitu vyote waliviacha na kuacha na tupa hapo. Ina maana kwa taarifa ambazo tunazo sisi ni kwamba vifaa ambao M23 alivipata Goma, hata siku hizi hawawezi kuhitaji msaada kwanza wa Rwanda, kwa sababu walipata vitu vingi sana hapo Goma. Na siku zote tunawaambiaga kwamba wanajeshi wa nje hawawezi kukomboa nchi ya watu wengine. Ili nchi yenu ipate kukombolewa, ni lazima nyinyi wenyewe mpate kusimama na kukomboa nchi yenu. Leo hii tumeona Rais Tshisekedi ameenda nje na kwenda kuleta wanajeshi wa nchi nyingine, ila leo wanasaini mkataba na wahasi wake ambao wanataka kumtoa
na leo hii hao wanajeshi wa nchi hizo wanataka kuondoka na kuacha jiji la Goma katika mikono ya M23. Ila tunaomba kwa ajili ya amani, upendo na wananchi wa Goma waishi vizuri. Jeshi la M23 wakae vizuri na wananchi, wasiwe na huo wananchi, wasiwe na nyanyasa wananchi, kuwapiga fimbo kama vile ripoti tunazozipata kutoka katika jiji la Goma na la Bukavu. Kama kweli ni ukombozi, kwa nini muwe na wapiga wananchi? Kwa nini muwe na wanyanyasa wananchi? Kwa nini muwe na huo wananchi? Huyo ni swali ambao wananchi wengi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunajiuliza na kubaki umbwazi. Asante msikilizaji wa Sauti ya Kivu, la Voix des Sans Voix. Asante.